بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu Muislamu, tukiendelea na kitabu Mulakhas Fiqh as-Sawm, bado tuko katika sharuti za saumu. Tulisoma sharti ya kwanza ni al-Islam, sharti ya pili ni al-Bulugh, sharti ya tatu al-Aqlu, sharti ya nne tukasoma ni al-Muqim, mkazi. Sharti ya tano tukasoma ni sharti ya tano tukasoma alhaidh wan nifas, yani taharatu min alhaidh wan nifas, kutahirika kutokana na haidh na nifas. Na leo inshallah tunasoma sharti ya sita alqudratu ala sawm, uwezo wa kufunga. Hii ni sharti ya sita. Ishtaratu liwujubi sawm, imeshurutishwa kuwajibika kwa saumu. Alqudratu, kuwa na uwezo, walistitaatu alayhi, na nguvu ya kutekeleza ibada ya saumu. Naqala alijma' ala dhalika Ibn Hazm wa Ibn Taymiyyah wa Ibn Muflih, wamekubaliana wanazuoni juu ya jambo kama hili, na imenukuliwa kama vile alivyosema Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah na Ibn al-Muflih. Alafu kuna masail aqsamul ajzi ani sawm wa hukmu kulli naw', aina ya kushindwa kufunga saumu na vile vile hukmu ya kila aina. Dhiddu alqudrati alajzu, kinyume cha uwezo ni udhaifu, yani mtu kutokuwa na uwezo wa kufunga saumu. Walajzu ani siyami yanqasmu ila qismain, na kutokuwa na uwezo wa kufunga saumu kuna gawanyika katika sehemu mbili. Wale ambao kwamba wasiweza kufunga saumu wamegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ajzun tari'un, yani huu ni ule uwezo wa kutofunga, kushindwa kufungwa kwa muda maalum, muda fulani, sio kwa muda wote. Na pili, kuna ajzun daimun, kuna ule udhaifu kutoweza kufunga ambao ni wa kudumu, yani mtu hawezi kufunga tena, yani atabakia kula na kunywa ndo hivyo hivyo mpaka kufa kwake. Sasa tukianza ajzun tari, al-ajzu tari au al-arid, huu ni udhaifu wa muda ambao kwamba mtu hawezi kufunga kwa muda. Wa huwa alladhi yurja zawalu, nao ni ule udhaifu ambao kwamba unaotarajiwa utaondoka kwa muda, baada ya muda fulani utafanya nini? Utaondoka. Kala ajzi ani sawm limaradhin yurja bur'uhu, kama vile mtu kushindwa kufunga kwa sababu ya ugonjwa ambao kwamba unaotarajiwa kupona. Mathalan, mtu amefunga mwezi wa Ramadhani akaja akagonjeka, akawa mgonjwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu au na zaidi, lakini inatarajiwa ugonjwa huo atapoa. Sasa baada ya Ramadhani atalipa siku kama zile. Fahadha la yalzamuhu sawmu adaan, huyo halazimiki kufunga kwa wakati wake katika mwezi wa Ramadhani. Walakin alayhi alqada'u ba'da zawali ajzihi, lakini atalazimika kulipa kufunga saumu baada ya udhaifu wake ule kuondoka. Na dalili yake qauluhu ta'ala, qaulu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, wa man kana maridan au ala safarin, na atakayekuwa mgonjwa miongoni mwenu au yumo safarini, fa iddatu min ayamin ukhra, basi atimize hisabu katika siku nyingine. Kwa hivyo hii ni sampuli aina ya kwanza ambao ni udhaifu ambao si wa kudumu.
yani unafika mahali unakatika. Alafu kuna sampuli aina pili, al-ajzul mustamiru au daim. Huu ni udhaifu ambao kwamba unaoendelea wa kudumu. Kuna watu ambao kuna ugonjwa kama ule hautarajii tena kupoa au uondoki tena. Pengine daktari amwambia ugonjwa wako ukiketi na njaa kwa muda fulani, basi utadhurika zaidi. Kwa hivyo hii ni udhaifu upi? Wa huwa alladhi la yurja zawaluhu, nao ni ule ambao kwamba ugonjwa ambao kwamba au udhaifu ambao kwamba hautarajiwi kuondoka. Mithlu al-kabir alladhi la yastati'u as-sawm, kama vile mtu mzee asiyeweza kufunga. Mtu mzee ambaye kwamba asiyeweza kufunga anaingia hapa. Wal marid alladhi la yurja bur'uhu, au mtu mgonjwa ambaye kwamba hatarajiwi kupona. Fahadha alayhi an yut'ima an kulli yawmin miskinan, huyu anatakiwa kulisha maskini mmoja mmoja kila siku. Ile siku mathalan amekosa kufunga, basi atalisha maskini mmoja, na atalisha nisfu saa, yani nisfu saa kiwango chake ni 1.5 kilo takriban, na atalisha kile chakula ambacho pale katika mji kimezoeleka sana. Mathalan katika mji wetu Malindi watu wamezoea kula mchele, uje wapatie pojo, yani sawa, tumeelewana hapa. Takawezekana wapatie chakula ambacho watu wa Malindi wamezoea kula, mathalan unga, mchele na vitu kama hivyo. Na ukienda sehemu za bara, mathalan Masaini au sehemu za Meru huko au sehemu za Kikuyu, ukienda ukawapatia wali mchele, wewe utakuwa kama umewadhulumu, umewadharau, kwa sababu wale ukiwapatia mathalan maharagwe, ukiwapatia sima au na unga wa sima, sasa hapo utakuwa umepatia kile kile chakula ambacho ni cha kimezoeleka sana. Nafikiri imefahamika. Kwa hivyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale wasioweza kufunga watoe fidia kwa kumlisha maskini. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema, huwa ash-shaykh al-kabir wal mar'atu al-kabiratu, waliokusudiwa hapa huyu ni mzee mkubwa, yani mzee ambaye kwamba mwenye umri mrefu na mwanamke ambaye kwamba mwenye umri mrefu. La yastati'ani an yasuma, ambao kwamba hawawezi kufunga. Falyut'ima makana kulli yawmin miskinan, basi wote watatoa chakula kwa kila siku kwa kila siku ambao kwamba siweza kufunga watampatia maskini mmoja. Vile vile kuna ijma'ul ulama ala jawaz alfitri lisheikh alkabir, kuna makubaliano yanazuoni juu ya kuruhusiwa kufungua saum kwa yule mtu mzee. Haka dhalika Ibn al-Mundhir wa Ibn Hazm, jambo hili limenukuliwa, limeelezwa limenukuliwa kutoka kwa Ibn Hazm na hata vile vile Ibn Mundhir rahimahumullah. Vile vile kuna al-ijma' ala jawaz al-fitri lilmarid, kuna makubaliano vile vile wanazuoni ya kwamba inajuzu, inaruhusiwa kula, yani kufungua saumu kwa mtu mgonjwa, alladhi la yurja bur'u, mgonjwa ambaye kwamba hatarajiwi kupona. Waqad haka dhalika Ibn Qudama, na jambo hilo limetajwa, limepokelewa na Ibn Qudama rahimahullah. Kwa kumalizia, faidatu saumu ashabil mihani ashaq, tutaje faida ambayo kwamba tunapata katika funga ya watu wenye kazi ngumu, watu ambao kwamba wanafanya kazi ngumu, kazi za kuchokesha. Kwa mfano kama vile mtu anayefanya kazi ya mjengo, anayebeba mawe jua kali, au mtu anafanya kazi ya hemali ya kubeba mizigo, au pengine mtu anafanya kazi ya shambani analima jua kali. Sasa na mfano mwingine, mfano kama huu,
hukumu yao vipi? Ashabul mihani shaqa dakhiluna fi umumi almukallifin, wenye kazi ngumu wote hawa wanaingia katika ujumla ya watu ambao kwamba waliowajibishwa kufunga somo. Walaisu fi maana almarda walmusafirin, na wala hawahesabiwi kama wagonjwa wala wasafiri. Fayajibu alaihim tabyitu niyati som Ramadhan, hivyo basi ni lazima kwa wao kuweka nia ya kufunga mwezi wa Ramadhan tangu usiku. Wa an yusbihu saimin, na waamke wakiwa wamekusudia kufunga. Lakin man kana ya'malu bi ihda almihani ash-shaq, lakini yule ambaye kwamba anaifanya mojawapo ya kazi ngumu, wa kana yadhurruhu tarku amalihi, na pengine akawa anachelea, anaogopea kuacha kazi yake, pengine kule kuacha kazi yake kutamletea madhara. Wa yakhsha ala nafsihi atalaf athna an-nahar, na vile vile anaogopea kuangamia au kupata madhara makubwa wakati wa mchana. Au khawfa mashaqqatin adhima, au anaogopa mashaka makubwa sana. Fa innahu yuftiru ala qadri hajatihi, basi anaruhusiwa kufungua saum kwa kiasi cha haja yake tu. Bima yadfa'u almashaqqa faqat, ili kuondoa mashaka hayo. Ndio utakuta wamepatiwa nasaha na maelezewa wale ambao kwamba ni mabosi wanaofanya wao ndio wanapatia watu kazi, ili wakati wa mchana Ramadhani wasipatie watu kazi ngumu, ili na wao waweze kufunga saumu. Kisha thumma yumsiku baqiyati yawmihi ila alghurub, kisha atajizuia, atakaa bila kula na kunywa kwa muda ambao kwamba uliobaki wa siku mpaka ile imalize. Wa yuftiru ma'a an-nas, na atafungua pamoja na watu wengine. Lakini wa alayhi alqadha, na atalazimika kulipa siku kama ile baadaye. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wote wameingizwa katika umumi qawli ta'ala, wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj, wala Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka juu yenu mambo ambayo kwamba ni mazito katika dini. Basi mpaka hapa namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe zaidi na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.